Wanasiasa wa Israel wameendelea kuonesha mgawanyiko mkubwa kufuatia makubaliano yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran, huku baadhi ya viongozi wakidai kuwa makubaliano hayo hayalindi maslahi ya usalama wa Israel. Waziri wa usalama wa taifa wa Israel, Itamar Ben-Gvir, amesema wazi kuwa makubaliano hayo hailazimishi Israel kufuata masharti yoyote yaliyowekwa na Washington. Makubaliano ya Trump hayatufungi. Israel si nchi iliyo chini ya Marekani. Sisi ni taifa huru na lenye mamlaka yake, alisema Ben-Gvir katika taarifa yake. Kiongozi huyo wa mrengo mkali alisisitiza kuwa Israel haikushiriki katika mazungumzo yaliyofanikisha makubaliano hayo na hivyo haina wajibu wa kuyatekeleza. Pia alipinga vikali wazo la kuondoa majeshi ya Israel kutoka maeneo yaliyotekwa kusini mwa Lebanon wakati wa mapigano dhidi ya Hezbollah. Wapiganaji wetu wamejitolea na kupigania maeneo hayo, hatupaswi kuyaacha, aliongeza. Wakati huo huo, kiongozi wa chama cha Democrats Yair Golan ameikosoa serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akidai kuwa makubaliano hayo ni pigo kubwa kwa Israel na anafuta mafanikio ya kijeshi yaliyopatikana kwa gharama kubwa. Kwa mujibu wa Golan, mafanikio yaliyopatikana na wanajeshi pamoja na marubani wa Israel yamepoteza thamani kutokana na namna serikali ilivyoshughulikia mchakato wa kisiasa uliofuata. Alimtuhumu Netanyahu kwa kushindwa kuwa na ushawishi katika maamuzi ya kimataifa yanayohusu Israel na kusema hali hiyo imefanya nchi kuwa katika nafasi dhaifu zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Golan amesema Netanyahu, ambaye kwa miaka mingi ameahidi kuifikisha Israel kwenye ushindi kamili, sasa anaondoka akiwa ameiacha nchi katika mazingira magumu, huku maadui wake wakionekana kuimarika. Kauli hizo zinaonyesha tofauti kubwa za kisiasa ndani ya Israel kuhusu makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran, huku baadhi ya viongozi wakiyatazama kama hatua muhimu ya kupunguza vita na wengine wakiamini kuwa yanaweza kuhatarisha usalama wa taifa hilo kwa muda mrefu.